Bora FM, hii ni yetu. Amjambo mpendo wa msikilizaji wa Radio Bora FM, karibu kusikiliza habari zako zinazokuja katika lugha bora tukufu na sanifu la Kiswahili. Tuanze na vichwa vikuu. Liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini anatoa mkono wa pole kwa wahanga wa mlipuko wa roketi moja jioni ya jana kwenye uwanja wa Delunite hapa mjini Goma. Katika habari hizi mpendo wa msikilizaji, tutagusia pia ni MONUSCO ambayo inashutumu M23 kuzuia misheni zake Parumangabo alipochukua kauli kwenye baraza ya usalama wa Umoja wa Mataifa. Bintu Keita ndivyo aliweza kuyafunua, ilikuwa ni jana siku ya 4. Katika habari hizi tutagusia pia mabandia wanne wenye kuvaa vazi za kijeshi wamerejea mara tena na nguvu mpya kwa kuzorotesha usalama ndani ya chembechembe mbalimbali za kata la Keshero. Inapiga ushauri wa vijana wa pahali. Usiondoke basi mpendo wa msikilizaji, tunakuja tukichambua haya na mengine punde chache. Upande wa vyuma ni Cedric Vasema, mimi ni Gislam bin Kaurwa. Kuhusu usalama, wakati alichukua neno kwa mkutano wa ushauri wa usalama wa Umoja wa Mataifa, ilikuwa ni jana siku ya 28 Septemba hapa New York, waziri wa mambo ya nje Christophe Lutundula aliweza kushutumu Rwanda kuzidisha vikosi vyake mashariki mwa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia. Christophe Lutundula aliweza kushitaki vile vile M23 kukataa hali ya kukusanywa kwa Parumangabo, kushusha silaha chini na kupelekwa ndani ya kituo kimoja jimboni Maniema, kuheshimu makubaliano ya Nairobi, na pia aliweza kushutumu M23 kukataa kuingizwa katika programu ya kuweza kushusha silaha chini ya kurejeshwa katika jamii, yaani programu ya PDDRCC. Katika habari hizi ni kwamba MONUSCO inashutumu M23 kuzuia misheni zake Parumangabo alipochukua kauli kwenye baraza ya usalama wa Umoja wa Mataifa hii siku ya 4. Bintu Keita, kiongozi wa MONUSCO nchini Kongo ya Kidemokrasia, aliweza kuonesha wazi kwamba hali hiyo nchini Kongo ya Kidemokrasia siku hizi inastahili suluhisho, siasa na umakini wa ukanda. Kwa hiyo kiongozi wa misheni ya Umoja wa Mataifa nchini Kongo ya Kidemokrasia alitoa mwito kwa magaidi wa M23 kujiondosha maeneo wanazomiliki nchini Kongo ya Kidemokrasia. Kwa upande wake, Ufaransa unatoa mwito kwa M23 pia kujiondosha. Ufaransa unaguswa na usamini wa kijeshi wa Rwanda kwa M23 na kuwepo kwa wanajeshi wa Rwanda ardhini mwa Kongo. Usamini huo na kuonekana kwao nchini Kongo ambao tunakuwa tukilaani vinapaswa kufikia mwisho sasa. Ndivyo alisema mwakilishi wake kwenye baraza ya ushauri wa usalama wa Umoja wa Mataifa Nicolas de la Rivière, muda wa kikao kilichoendeshwa hii siku ya 28 kilichokuwa kikihusu nchi ya Kongo ya Kidemokrasia. Vijana wanaharakati wa mavuguvugu za kiraia, mkusanyiko za wanawake pamoja na viongozi wa kijeshi wa kanda la 34 la kijeshi waliweza kujadiliana kwa masaha marefu hii siku ya 4 hapa mjini Goma kuhusu kuinua mara tena ushirikiano bora kati ya raia na jeshi FARDC. Kikao hicho kilichoendeshwa ndani ya chumba cha nyumba la vijana kilikuwa na shabaha ya kuweza kusafisha ushirikiano ule ambao ulikuwa umeonekana kutokuendelea vizuri sababu ya matokeo ya 30 Agosti iliyopita, wakati ambapo wanajeshi wa moja walishtakiwa kuwaua waumini wa dini ya Mesiata uwezo wa neno hapa mjini Goma. Maelezo mengine pamoja na Victoire Muliwavyo. Nous sommes dans ce qu'on appelle un environnement où nous avons mazingira ya kiusalama ambamo mji wa Goma inapatikana ni mazingira ya operation za vita yenye kutapanyika. Vijana wanaharakati wangelielewa hiyo kwa namna hiyo ili wasije wakaanguka ndani ya mtego za adui, na hiyo kwa kujiepusha na maandamano za ujeuri na vitendo vyenye kuharibu picha ya jeshi lao. Ndio ilikuwa lengo muhimu ya kikao hicho, alieleza kamanda wa kanda la 34 ya kijeshi Jemadari Bruno Mpezo. Mbalimbali na wanaharakati wa vuguvugu za kiraia na vikundi vya presha mkiwemo Lucha, Filimbi, Mouvement de Fraternité na kadhalika kushiriki kwa kikao hicho. Miungano za kutetea haki ya wanawake kama vile Rien Sans Les Femmes pia zilihudhuria. Coordinator wake Nelly Keya hapa atoa maoni yake. Role ambayo mimi nilikuwa nafanya leo kwa kikao ya leo ilikuwa kwanza kuonesha responsabilite yetu, kwanza kuonesha kama ni droit yetu na ni devoir yetu sisi kama vile raia, watoto wa jamaa moja ambao ndio Kikongomani, kwa sababu ndio nchi yetu, ndio baba yetu, ndio mama yetu. Donc ni familia moja ya Kikongomani. Utafahamu kwamba kikao hicho kiliendeshwa ndani ya chumba cha nyumba ya vijana. Vikao kama na hivyo vinatarajiwa kwa siku za usoni ndani ya nafasi zingine za umma mjini Goma, kukiongeza pia shughuli za michezo kama vile mechi ya soka na ya tennis ndani ya shabaha hiyo kubwa ya kuzidisha ushirikiano kati ya wanajeshi na raia. C'est là où le paradigme qu'on doit comprendre.
Shukran kwako Victoire Muliwavyo kwa maelezo kama na hayo. Wamama wenye kujiita wake wa wanaume waumini wa kanisa la Mesiata Uwezo wa Neno waliweza kupiga goti na kuandamana mbele ya ikulu ya liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini hii siku ya 4 hapa mjini Goma ili kushutumu hali kama na hiyo, huku kwamba wakiomba waume wao waweze kuachiliwa huru. Tubaki tu hapa mjini Goma ni kwamba roketi moja iliyoripuka kwenye uwanja wa michezo wa Delinite jioni ya jana siku ya 4 hapa mjini Goma ilisababisha kifo cha mtu mmoja na jeraha kwa watu wengine 11. Ndivyo inafunua kitangazo cha liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini. Kulingana na kitangazo hicho kilichotoka jioni ya jana siku ya Alhamisi, ajali hiyo iliweza tokana na kuchomoka bila kufahamu kwa roketi hiyo, wakati ambapo mwanajeshi mmoja wa FARDC alishuhudia gari lao kuweza kujikwaa juu ya lami maeneo ya Mashanganjia Instigo hapa mjini Goma. Roketi hiyo iliyoponyoka bila mwanajeshi huyo kufahamu ilienda kutua ndani ya uwanja wa mchezo wa Delinite na kuweza kuwaumiza wachezaji wa mpira ambao walikuwa wakiwa maeneo kama na hizo. Wachezaji hao waliweza kupelekwa ndani ya kituo cha afya, yani kwenye hospitali kuu ya jimbo la Kivu ya Kaskazini. Kwa upande wake, liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini katika kitangazo chake, Jemadari Peter Chirimwami aliweza kutoa mkono wa pole kwa wahanga na kualika pia raia katika hali ya ukimya. Katika habari hizi ni kwamba wiki 3 kisha kuanzisha kwa mwaka wa shule hadi sasa mashule nyingi hazijafungua milango tarafani Ruchuru. Hali ya usalama mdogo inayodidimia katika eneo hii inayomilikiwa na M23 RDF hairahisisha harakati za shule kuweza kuendeshwa kama kawaida. Wakihuzunishwa na hali hii, wakaaji wa moja wakuwa wakiomba kwa vikundi vinavyomiliki silaha kushusha silaha chini ili kuweza kurahisisha kuendeshwa kwa harakati za elimu kwa watoto wao. Mengi na mwenzetu mpasha habari John Kamate toka maeneo za Kiwanja. Mkoani Bukoma, ndani ya vijiji Kinyandonyi, Nkwenda na Bunyereza, mashule yaendelea kufunga milango hadi sasa. Mashule za Nyabanira, Shinda na Rugarama ndani ya kongamano Binza na Busanza nazo pia zina hali hiyo. Bahati Kambale, mkaaji wa tarafa la Ruchuru, auzunika. Kwake yeye, makabiliano ya kila mara kati ya vikundi vinavyomiliki silaha vijijini humo ndio chanzo cha kutokuanzishwa kwa mwaka wa shule. Ile hali ya usalama mdogo inakuwa na matokeo juu ya elimu au juu ya kusoma kwa watoto wetu, sababu watoto hawezi kwenda kushule na masasi inapiga huku na kule, na zaidi ya ile inakuwa na matokeo mabaya juu ya watoto wetu kwa kuwa wataendelea kubaki nyuma, hawatapata elimu, hawatakuwa watu walazima, hawatajifalia au kufalia wengine sababu ya vita yenye kuonekana mweneo ambapo wanaishi. Huyu haita vikundi vinavyojihami silaha kuweka silaha chini ili kupatia bahati kwa elimu ya watoto wa vijiji hivyo vinavyozunguka mji wa Kiwanja. Hao wenye kupigana waone matokeo mabaya, sababu haiko watoto wetu tu na watoto wao pia wataendelea kubaki nyuma na hawatajifaliaka kitu. Kumbe vita haiko kitu ya mzuri, waache vita. Fahamu kwamba pa Kiwanja na Ruchuru ya kati kazi za shule zaendeka vizuri. Baadhi ya mashule za kimsingi zimefikia hata idadi ya wanafunzi kama kawaida, ndivyo tulivyoambiwa. Toka Kiwanja, John Kamate, Bora FM Goma. Shukran kwa mwenzetu mpasha habari John Kamate toka ndani ya maeneo za Kiwanja tarafani Ruchuru. Mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo unategea sikio habari zako kwenye Radio Bora FM. Tunakutangazia tukiwa ndani ya mji wa Goma kwenye 103.5. Hofu kubwa inatanda miongoni mwa raia wa Keshero ambao wanashutumu urejeo wa kundi la mabandia 4 ndani ya kata hilo. Yapiga yowe ushauri wa vijana wa mkoa wa Goma. Kulingana na ushauri huo, mabandia wale waliotangazwa kufungwa wanaonekana mara tena kuweza kurandaranda ndani ya chembe mbalimbali za kata hiyo, huku wakiweza kuzorotesha usalama wa wakaaji kupitia kuwapora mali zao na kuwanyang'anya vitu kama vile simu za mkononi. Kulingana na Eugene Ngeleza akiwa presidenti wa ushauri wa vijana mkoani Goma, inabidi serikali na viongozi wa kijeshi kuweza kuchukua mbinu zenye nguvu zitakazozuia mabandia hao kuendesha njama zao mbovu. Yuko kwenye mikrofoni ya Bora FM. Imetambulikana hii masiku kurudi kwa majambazi 4 ndani ya kata la Keshero mkomini ya Goma, na hao wajambazi ambao wanakuwa souvent vocable ya non autrement identifié, na reapparition ya hao watu ambao wanakuwa na silaha na wenye wanavaa sare yenye inafanana na ile ya kijeshi, na wakitembelea pikipiki wanaopere souvent mu parti yenye inaangalia maaveni Bukama Nord na Bukama Sud, Kituku 1 na Kituku D ndani ya hiyo quartier, na vitendo vyao vinafanyika surtout masaa za magharibi, kwanza hiyo ma 19h, 20h, 21h, na hiyo
ina inquiete surtout population. Na tukiendelea na habari hizi ni kwamba hii siku ya Alhamis majira za kabla ya mchana, harakati za kiuchumi, za kijamii na hata za shule zilionekana zenye kuzembea kwenye chembechembe Chirambwa katika kata la Bujovu mkoani Karisimbi. Sababu ilikuwa ni wanapolisi ambao walitumwa kuweza kuwafukuza kwa nguvu wakaaji wa moja ndani ya viwanja vyao. Wakaaji wa moja walihitaji kuweza kuzuia hali hiyo wanaochukulia kama vile uporaji, wakati ambapo dosari inakuwa mbele ya sheria. Wahanga wa hali hiyo na kuweza kufurutushwa toka ndani ya manyumba zao wanaomba kwa viongozi kuweza kujihusisha katika swala hilo ili kupata suluhisho kamili. Walizungumza kwenye mikrofoni ya Bora FM. Tuluzaka parcelle chef de quartier alisinyaka ima parcelle nafa plus de 30 tuko moyo bulongo leo banakuya seno tubomole tuto njo mara pili tunavamiwa kulishitokeza mtu anasema hapa ni kwake. Tunapenda serikali ishimame tutetee. Karatasi ziko haiko kusema sasa ni vya wizi. Nilipiga chini nikashimama nikaenda masasi liko ya mimi. Kuko benye bamekamata hatuye bamebabeba wapi. Inaomba si epeke tujitetee ili udongo wetu isiweze kukamatiwa. Banabeba babwanetu banenda nabo atuye kama banenda wapi. Sasa na sie tunasema hivi hatutalala kama tuyapata solution. Viongozi watusaidie. Tuko kwanza na mashida ya mavita, tena nabo banatuletea vitu vingine, bakubwa batusaidie hii dossier baifatilie. Na kwa habari za elimu, mpendwa msikilizaji, hakujawahi kuendeshwa ombi ya kukosoa matokeo ya mitihani wa serikali kwa mara ya pili. Mabadilisho ama kutangazwa kwa mara ya pili kwa matokeo ya mitihani ya kitaifa, ndivyo inafahamisha Wizara ya Elimu nchini Kongo ya Kidemokrasia. Wakati shule au mwanafunzi hakuandika vizuri nambari yake ya kuulizia bila kuhakikisha mwaka, inaweza kumpeleka kwa mwaka wa 2022 na kutoa kwa hiyo matokeo mabaya, jina ambayo sio yake. Na hata shule ingine nambari ya kuweza kuulizia matokeo inakuwa na nambari 14, ndivyo inakuwa ikitumikishwa kila mwaka, ila ni jina tu na mwaka ndizo zinabadilishwa. Wakati matokeo ya mwaka huu zilianza kutolewa, yale ya mwaka uliopita ilikuwa wazi. Ndivyo alifasiria Tony Mwaba, waziri wa elimu nchini Kongo ya Kidemokrasia. Mpendwa msikilizaji, tunafikia mwisho wa habari zako katika lugha bora tukufu na sanifu la Kiswahili. Mimi ambaye nimekuwa nikikutangazia uniite Gislam bin Kauru, vyombo viko mikononi mwake Cedric Vasima. Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à suivre ces bulletins d'information de la santé sur Bora FM. L'OMS s'inquiète de la recrudescence mondiale des cas de choléra. Bien que les données sur le choléra demeurent limitées, les cas rapportés pour l'année 2022 ont dépassé plus de 2 fois le nombre enregistré en 2021, a souligné l'agence onusienne dans un nouveau rapport, notant que 44 pays ont signalé des cas, soit une augmentation de 25% par rapport aux 35 pays qui ont signalé des cas en 2021. Selon l'OMS, 7 pays, à savoir l'Afghanistan, le Cameroun, la RDC, le Malawi, le Nigeria, la Somalie et la Syrie, ont chacun rapporté un nombre dépassant les 10 000 cas de choléra suspects et confirmés. Et puis en Inde, un virus létal du type Ebola s'est sévi dans les pays. Le virus s'appelle Nipah. Il a fait 2 morts dans le sud de l'Inde, dans l'état du Kerala. L'OMS l'a classé parmi les maladies méritant une recherche prioritaire en raison de leur potentiel à provoquer une épidémie mondiale. Les autorités ont fermé les écoles, confiné certaines zones, monitoré les contacts à haut risque, etc. Jusqu'à présent, 6 cas ont été répertoriés, dont 2 mortels. Depuis le 16 septembre, aucun nouveau cas n'a été détecté. Certaines écoles, en dehors des zones de confinement, ont pu ouvrir leurs portes, les élèves devant respecter certaines mesures comme le port d'un masque ou la désinfection des mains. Les autorités indiennes se veulent rassurantes. Enfin, voici 6 signes qui vous montrent que votre système immunitaire a été affaibli. Le système immunitaire est un bouclier naturel contre les envahisseurs indésirables comme les bactéries, les virus et les allergènes. Lorsqu'il fonctionne à son plein potentiel, il protège des infections et maintient en bonne santé. C'est notamment la raison pour laquelle certaines personnes tombent rarement malades ou non. Mais dans les cas contraires, voici les signes de l'affaiblissement de votre système immunitaire. 1. Une fatigue chronique. 2. Les infections qui se terminent et recommencent. 3. Les rhumes qui deviennent fréquents. 4. Les allergies aggravées. 5. Une plus grande sensibilité de votre peau. Et enfin 6. Une perte de poids sans raison apparente. Fin de ces bulletins d'information de la santé sur Bora FM. Mesdames et messieurs, Faustine Bindjaji était à sa présentation. Merci à vous de l'avoir suivi.
Hujambo mpendwa msikilizaji wa Radio Bora FM, karibu kufuata habari za afya kwa ufupi. Shirika la Afya Duniani inasikitika kuona kwamba visa vya kolera, yani kipindupindu, vimepaa mnara duniani. Ingawaje kolera inazuiliwa, visa vilivyoripotiwa kwa mwaka 2022 vilivuka mara mbili idadi ya visa vilivyokuwa vikiripotiwa kwa mwaka 2021, ndivyo imefahamisha shirika hili la Afya Duniani kupitia ripoti moja ambayo inataja nchi 44 zilizoripoti visa vya kipindupindu, yani ni muongezeko kwa 25% zidi ya nchi 35 zilizoripotiwa kwa mwaka 2021. Kulingana na shirika la Afya Duniani, nchi 7 ziliweza kuripoti idadi ya visa vinavyovuka visa 10,000 vya kolera, vikiwa vinatuhumiwa na vingine kuhakikishwa. Nchi hizo ni Afghanistan, Cameroon, DRC, Malawi, Nigeria, Somalia, pia nchi ya Suria. Na katika habari hizi za afya kwa ufupi, nchini India, virusi moja aina Ebola inaonekana katika nchi hii. Virusi hii inaitwa Nipah, imekwisha kusababisha vifo viwili kusini mwa nchi ya India. Shirika la Afya Duniani yachukulia maradhi hii kama vile maradhi ambao inahitaji kufanyiziwa utafiti wa haraka ili kuzuia madhara yake kama janga la dunia. Wakuu viongozi wa India wamekwisha kufunga mashule, kuweka kizuizini maeneo zimoja, kukataza mawasiliano fulani na kadhalika. Hadi hapo visa visita vimekwisha kuripotiwa, mkiwemo vifo viwili. Tangu tarehe 16 Septemba hakuna kisa kipya ambacho kiliweza kuhakikishwa. Mashule zimoja ambazo hazipatikane katika eneo zinazokuwa kizuizini zinakuwa zikifungua milango zao. Wanafunzi wanashurutishwa kuheshimu kanuni zimoja kama vile kuvaa barakoa na kusafisha mikono. Kwa kutamatisha habari za afya kwa ufupi kwenye Radio Bora FM, tukutolee alama 6 zinazokuonesha kwamba kinga zako za mwili zimezoofika. Kinga za mwili zinapambana na bakteria mbalimbali, virusi na magonjwa mbalimbali, na hii inapelekea wamoja kuwa wagonjwa kila mara na wengine kutokuwa wagonjwa. Na hapa basi tunakutolea alama 4 zinazokuonesha kwamba kinga zako za mwili zimezoofika. Kwanza ni mchoko wa kila mara. Pili ni maambukizi fulani ambazo zinakomeshwa tena zinajirudia. Tatu ni magonjwa ya mafua ambayo inakuwa ya kila mara. 4 ni kuwa katika hali ya mzio fulani zenye kuwa zaidi, yani allergy. 5 ni kuwa na ngozi yenye kuwa dhaifu kwa kupatwa na maradhi mbalimbali, na alama ya 6 inayokuonesha kwamba kinga zako za mwili zimezoofika ni kupoteza uzito bila sababu. Mpendwa msikilizaji, ni mwisho habari hizi za afya kwa ufupi. Mtangazaji nimekuwa Priska Bahati, kila siku na kutakia afya njema.